أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. Tulikuwa twaendelea kuelezea khasais na sumat manhaji al-Quran at-tarbawi, sifa maizi zinaotofautisha mfumo wa Qurani wa kimalezi. Tulimaliza kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu kwa kadri ya haja kuieleza sifa ya kwanza ambayo ni ar-rabbaniya, tukaeleza na sifa ya pili ambayo ni al-alamiya, tukaeleza na sifa ya tatu ambayo ni ashumul. Na nafikiri tumefahamiana sasa haya maneno nikiyanena kwamba ni manhaj rabbani yatoka kwa Mwenyezi Mungu, alami ya wahusu wanadamu wote, haikupelekwa kwa taifa ama kwa kundi ama kwa kabila fulani. Shumuli yatanganya pembe zote za mwanadamu, kimwili, kiruhu, kiakili, kinafsi, kila pembe. Hiyo ni ya tatu. 4, takamul, ambao nilishereheana kwamba mifumo ya Kiislamu yaja kushikana yakitufikisha yote kwenye lengo moja. Sasa leo nataka nende katika sifa ya 5, lakini kuna suala nimeandikiwa. Suala lenyewe nikinena nitangoja mwisho wa darasa nilijibu, itanibidi nirudie kwa sababu la husiana na hapa mahala pa atakamul, kukamilishana. Suala refu. Huyu bwana katika suala lake katika kuandika anena, umetuelezea mfumo wa malezi ya Kiislamu. Sasa niwasomee mwenyewe anavyosema kuhusu manhaji ya tarbia ya Qur'ani. Huwaje tusifuate hono mwongozo mmoja kwa moja? Huwaje kutoka kwa Qur'ani badala ya kwenda kutafuta mifumo mbalimbali ya hapa na pale, kisha mwenyewe akaweka kama integrated school,
madrasa zisokuwa na mazao na kadhalika, na mnukuu yeye. Kisha akaeleza, ukiangalia hatuna hata zao moja ya hunu mfumo unaotuelezea. Swali au suala, kwa nini twakosea wapi? Pili, kwa nini tusiwe nazo, tusiweze? Tatu, tutafanyaje tuweze? Sijui mmemwelewa. Na maswali haya mara nyingi mimi wastaki kudharau suala, lakini pia nawapenda wenye kuuliza wawe wataniruhusu pia kuwakosoa, kwa sababu mfumo wa kuuliza pia una alaka na miondoko ya watu kufikiri. Katika natija za kufikiri makosa ni kuuliza zitu makosa. Unapoziuliza zitu makosa, huwa watufikisha kwenye matokeo ya nini? Ya makosa. Kwa hivyo kulikubali suala la makosa ni kukiri kuendelea mtindo wa fikra za kimakosa, na ndio utaona mara nyingi mimi huwa napenda kusahihisha ile maswali. Kitu cha kwanza nimepata katika tajruba yangu ya miaka mingi, si hapa Amu, si Mombasa, si Tanzania, wakati unapokuja kuzungumza masala ya mabadiliko na hususan mabadiliko ya kijamii, maswali mingi huya, tutafanya nini? Tuanze wapi? Sasa hapa napenda kwanza tupunguzeni hamasa. Ikiwa mtumi alokuwa akiungwa mkono na mbingu alihitaji miaka 23, sijui tumeelewana vizuri sana, ambaye ni nani? Ni mtumi. Pambizoni mwake kuna Jibrili, pambizoni mwake kuna Mikaili, pambizoni mwake kuna wahi wa muongoza hatua baada ya hatua. Alitoka na baada ya miaka 13 alitoka Madina, ana wafuasi 73. Hiyo habari hizi maziwa. Kazi aloifanya miaka 13 Maka, menena Madina, Maka saumu hiyo. Saa nyingine hutubana hizi kama yuzi nilitanganya baina ya Hajara na Sara, mahala pa Sara kampeka Hajara na mahala pa Hajara kampeka Sara. Almuhimu, kazi aloifanya mtumi miaka 13, mazao yake, huyu auliza mazao yake alotoka nayo, walitoka na watu wangapi Maka? 73 watuambia. Sasa wewe wataka kunilazimisha mimi kwa muda wa miaka 10 nikubadilishie watu 200,000? Tumeelewana vizuri sana jamanini. Kwa hivyo tupunguzeni hamasa za kutaka kuona basi kiwa mfumo wa Qur'ani hunu, basi kesho asubuhi watu waande la, hayavi hivyo shekhi, hayavi hivyo. Je, mimi na wewe kwanza, mimi ninayeulizwa na wewe unaouliza, tuko tayari kubadilika? Tuko tayari. Sipendi kuingia, lakini kabla kulipokuwa hakuyawa na hizi skuli za Kiislamu, na sitaki kuzungumza skuli fulani hata mkaona pengine hupiga debe, zote ziliopo sasa hivi alhamdulillah tunazo 3-4 katika mji. Ilikuwa kila mtu hapo ukitoa khutba kwamba nataka tuwe na skuli zetu, basi sasa muande ustadhi, umeelewa? Tumeanza alhamdulillah. Lakini unapoketi kuyapokea malalamishi ukiwa ground waendesha hizi zitu, utawakuta watu wako tayari kucompromise dini wapati na nini na ulimwengu, hawako tayari kucompromise ulimwengu wabaki na nini na dini. Sasa mbona wailaumu skuli, wailaumu madrasa, wewe pia huko tayari? Utakuta mtu kama performance ya mtoto wake ya madrasa ni 100%, lakini performance yake ya sekula ni 70, atamtoa mwana atakoro kuzengea nini? Sasa sisi tuyataka hayo malezi ya Kiislamu ama wataka kuninenesha tu hapa kwenye mimbari? Sisi tumeelewana vizuri sana. Hiyo nukta ya kwanza.
Kwa hivyo masala tusipandeni hamasa kwa hutuba moja ya mwezi huu wa Ramadhani ya malezi tukaona kwamba kesho kila kitu kitafanya nini, kitabadilika. Ni safari ya nyaka 30 40 tukianza leo taratibu taratibu. Pili, kama nilivyomfahamu yasema hizi integrated school au madrasa hazina mazao yoyote, ambaye mimi sikubaliani na yeye kiasi fulani. Anene hazina mazao yoyote. Naam, nakubaliana na yeye, haziyawa ni zituo za malezi kwa mfumo wa Kiislamu, bado zikankuliwa skuli za Kiislamu, zingaweko kwenye misikiti na maeneo ya nini ya Kiislamu, haziyawa ni za Kiislamu kama inavyotakikana. Ukweli wa mambo ni huu. Hata ile husomeshwa msikitini, hata ile skuli yenyewe integrated wale wasomeshao wote wavee kandu na kofia na husomeshwa msikitini, bado haiyawa, kwa sababu wewe watekeleza tini ya mfumo wa 844 ambao huku upanga wewe, umepangwa na nani? Na masoko wa wewe. Ndio yale nikiwaambia yana mifumo ya mseto. Benki yako hutoi riba, lakini central toa riba. Kwa hivyo hatujaweza kujitegemea. Niliwaambia jana, atakamul si mfumo mmoja, ni wakati. Je, huwezi kubadilisha mfumo wa kielimu kama humiliki mfumo wa kisiasa? Kwa sababu wenye amri ya kuweka na kuondoa mfumo wa kisiasa ni nani? Ni wenye serikali, si wenye misikiti. Sasa ili huyu mtoto shahada yake ikubalike, mimi ni lazima nimfanyishe kwa system ya 844 au nyingine yoyote, lakini sio yetu. Je, zile nadharia, zile zitabu, zile theory zinaopekesha system ile ni theory za Qur'ani ama ni nadharia za wataalamu na wanafilosofi wa kizungu? Kwa pale mtoto yule ameingia mwalimu wa tarikhi ya Kiislamu, amwambia mwanadamu wa kwanza ni Adam. Akitoka ameingia mwalimu wa historia, amwambia mwanadamu asili yake ni nani? Ni Yonda. Ndani ya hiyo skuli ya Kiislamu. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa tufanyeje? Yamesema mwisho ameniuliza, sasa tufanyeje? Si kila tulitamanilo lawezekana. Sisi kwa sasa twataka tufanye lile linalowezekana, na huku tukifanya bidii kufikia pale panapotakikana. Na isimaanishe kwamba madrasa hazina kazi zozote, zatupa nusu ya kheri, robo ya kheri, na kheri shi kama mashi. Nafikiri nimeeleweka swala lake, na hili ndio maana nilokusudia atakamul. Ili mifumo ya Kiislamu ifanye kazi, haitoshi kubadilisha mfumo mmoja, ni lazima itangiliwe, iwe mfumo wa kiuchumi, mfumo wa kisiasa, mfumo wa kimalezi, mfumo wa familia, mazingira yote yatumikia malengo ya mfumo mmoja, ndipo tutaweza kutoa natija 100%. Bila ya hivyo ni kubambanya, na Mwenyezi Mungu atatupa udhuru pale ambapo sisi hatuwezi. Kwa sababu siwezi kuambia kesho tutokeni twendeni tukapindue serikali, tuweke serikali ya nini, ya Kiislamu. Tunao uwezo huo? Tumefikia kiasi hiko? Sijui tumeelewana vizuri sana. Isipokuwa ikiwa ni mambo ya kihamasa, yatakuwa ni masala mbali. Hiyo ndio maana ya atakamul. Sifa ya 5 ni alwasatiyya. Alwasatiyya, na hii ya alwasatiyya yafanana sana na ile ashumul. Niliwaambia katika sifa za mfumo wa malezi ya Kiislamu haukuangazia pembe moja katika mwanadamu, imemgonga pembe zote, upande wa kiakili,
upande wa kiruhu, upande wa kimwili, upande wa kinafsi, kila pande. Suala, sallu ala Muhammad. Kwenye shumul tulikwambia tu Uislamu umegonga kila pembe, lakini kwa kiasi gani haikuelezwa. Wasatia yaeleza hivyo, yaeleza kwamba kila pembe imepewa kwa kadri ya mahitaji yake, na ndio ile wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hivyo ndivyo tumewajalia nyinyi ni umma wasatia. Wasati ni nini? Ni katikati. Katikati ipi? Hapa taka tuelewe, si katikati ya kuchora line kwa rula ukanena moya nchi hapa kumeanza nchi moja mpaka hapa ni nchi 12, katikati ni wapi? Ni 6, ukapiga kistari kama wale wenye ziwanda ataka ubao katikati. Si katikati hiyo. Katikati hii ni ya aina nyingine, ni al-i'tidal. Mfano, siku moja niliwaambia hapa Juma katika khutba, kila sifa mzuri takriban, kila sifa mzuri imezungukwa na sifa mbovu mbili. Kila sifa mzuri, ukipotoka kidogo kwenye ile sifa mzuri, ukenda huko waingia kwenye sifa mbovu, na ndio huambiwa ifrat. Ukipotoka kidogo ukenda huku uingia kwenye nini? Sifa mbovu, na ndio huambiwa nini? Tafrit. Sasa wasat ni kutokuwa na ifrati wala tafrit. Mfano, Uislamu wataka Muislamu awe muktasid, awe na sifa ya muktasid. Sifa ya iktisad iko katikati, iko kati ya israf na ubakhili. Qur'ani imekwambia usiziwie kupita kiasi, huo ni ubakhili. Kwa hivyo wataka ufanye nini? Utoe. Lakini ukitoa pia usitoe kupita kiasi, utaingia kwenye nini? Israf. Usikimbie israfu ukaingia kwenye ubakhili. Sasa kutembea hapo katikati baina al-israfi na baina nini, ndio ile suratul Furqan nasema walladhina idha anfaqu, sio lam walam wa kana baina dhalika qawama. Qawama pia ni maana nyingine ya wasata. Dinan qayyima aqim wajhaka lidin dhalika dinul qayyim. Mwambia wale wanapotoa, Mwenyezi Mungu katika kuwasifu ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardhi, alipofika kwenye kiwango cha matumizi yao, tabia zao za matumizi, akatwambia walladhina idha anfaqu, na wale ambao kwamba wakitoa, angalia pande mbili hizo, lam yusrifu ifrat wa lam yaqturu tafrit. Qatara ni kuzidia, israfu ni nini? Ni kutoa kupita kiasi. Lam yusrifu wa lam yaqturu, sasa ni vipi? Wa kana baina dhalika ma huwa, hapo katikati. Ndio hiyo wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akanena wala taj'al yadaka, usiujalie mkono wako umefungwa. Sisi Waswahili tuna mifano yetu na Kiarabu kina mifano yake. Waswahili unena cha wapi hakendi Ntebe, cha Jinja hakendi. Ndio hiyo maghlulatan, yani mikono itiziwe pingu, cha mkono cha kulia cha mfuko huu hakingi. Usifanye namna hiyo. Wala taj'al yadaka maghlulatan, lakini wala tabsutha kullal bast, na usiufungue ukauwatawazii shekhe, kingiacho utoka. La, weka na akiba, balance. Ndio hiyo tawazun. Hiyo ni katika nini? Wasata. Katika wasata, mfano Muislamu uko baina ya dunia na ardhi na akhira. Usilalie dunia, utaingia kwenye ifrat. Usilalie akhira peke yake, utaingia kwenye nini? Tafrit. Msimamo ni upi? Hapo katikati, balance. Aya yasemaje? wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah.
nguvu zote alizokupa Mwenyezi Mungu, mali yote, kila alichokupa Mwenyezi Mungu katika hii dunia, kiinvesti kutafutia nini? Akhira. Lakini wakati ukiinvesti kutafuta akhira, wala tansa nasibaka, usisahau na fungu lako la wapi? La ulimwenguni. Kwa hivyo usilalie akhira, usilalie wapi? Ulimwenguni, kuwa wapi? Katikati. Na hapa ndipo sasa mfumo wa malezi waja kutolewa. Hii ni misingi mikubwa jamanini, ikija ikivundwa, ikiteremshwa katika selebasi zetu, katika malezi yetu majumbani, hapa ndipo utakuta pako hapo. Jana namsikiza mababa, leo kidogo nitaka kusimama na nyinyi. Jana namsikiza shekhe mmoja katika wataalamu wakubwa wa kisasa, nafikiri ni Mtunis, simjui kihakika ni wa wapi, anaitwa Sheikh Ahmad Salman, katika mashekhe ambao na wanasihi watu siku hizi wamsikize. Amepoteza wakati mrefu siku hizi kupambana na hawa mulhidin, hawa watu wanaokanusha dini, hawa wanaokanusha Mungu. Si niliwaambia juzi, ndio tatizo kubwa lilioko ulimwenguni. Yeye hata ukimsikiliza mihadhara yake mingi, yani keti nayo usiku kwa muda mrefu namsikiliza, anukuu wana theory wakubwa wa falsafa ya saikolojia hizi za kimatibabu. Hawa wamefanya research ya kitheory na ya kipractical, wamethibitisha kwamba matatizo mengi ya kidini yana msingi wa maradhi ya kinafsi, ambapo leo jambo hili Waislamu hawajalitia akilini. Si rehabilitation tu zinazotakikana za drugs, tenda kunena hapa, si za drugs, hata za akhlaqi fulani katika maisha yetu zimethibitishwa mara nyingi zarudi kwenye misingi ya kisaikolojia. Na kumefanywa utafiti, wana filosofi wakubwa kina Santa na kina nani wanaoongoza fikra ya kukanusha Mungu, wamechunguzwa katika ujana wao, walikuwa wana matatizo ya kisaikolojia, na masulia makubwa ni baba. Wasema hivi, na haya mambo mimi mwaka juzi katika darasa za malezi niliyataja. Kijana anapozaliwa, sikilizani mababa vizuri sana hapa, kijana anapozaliwa katika umri wa kutoka aanze kupata ufahamu miaka 2, 3 mpaka umri wa miaka 7, 8, 9, kitu kikubwa kwake nani? Hero wake nani? Baba. So ya kitu cha kwanza, mama, sitaki kumpokonya haki yake. Mama ni wakati yeye akitaka kulala, akitaka hanan, akitaka atifa. Mimi nazungumza hero kwake ni nani? Ni baba. Katika kukua kwake, akianda kusikia maneno Mungu pale nyumbani, au wataalamu wazungumza, kwa umri ule miaka 4, 5, yeye hushindwa kumtasawar Mungu kama tunavyomtasawar mimi na wewe. Hana uwezo wa akili ya kufikiria Mungu alivyo kama tunavyoweza mimi na wewe. Hana mwili, hako upande fulani, hako. Hayo ni masala kwa kijana kama yule, hawezi. So picha iliyoko karibu kwake anaofanana na Mungu nani? Baba. Sasa katika saikolojia kuna kitu huitwa isqat. Isqat ni nini? Wakati unapoziona sifa kwa mtu umuonao na ukataka kumuyua usiomuona, ule umfananisha na umuonao, huzitukua sifa zile ukazipeka kwa yule. Sijui mmenielewa vizuri sana. Kwa kuwa ule kijana amemfananisha Mungu na nani? Na baba. Lakini anayemuona nani? Mungu hamuoni. Kwa hivyo sifa za Mungu ni kama za nani? Sasa baba hapo, ukiwa ni dhalimu, Mungu atakuwa ni nani? Ikiwa ni baba wa moto wa jahannam, ile ukiingia nyumbani wewe ni jallad, pejwa sukuti kinyaa pale ndani ya nyumba, baba yao, watu wote utetemeka. Ule mtoto atakuwa tasawuri yake ya Mungu yeye ni hiyo tu.
Mungu ni mtu wa kuadhibu watu, ni jahannam, ni nini. Sasa zile hupatikana reaction za kisaikolojia, raddatul fi'l, ndio ukenda ukamdirika. Saa nyingine yule yuwazungumza, kwa nini Mungu aumbe moto? Kwa nini Mungu atuetee adhabu? Kwa sababu yeye amekulia kwenye adhabu ya baba ndani ya nyumba. Sijui mmenielewa jamani? Ni vizuri sana haya maneno, ni maneno makubwa sana, yataka mada yake siku moja tuyaweke, tuyasome, msidharau sana. Sasa kutokuweko dori la baba katika malezi ndani ya nyumba, mababa wengi twaona kulea ni kwa kadri ya kupeka pesa, kulea ni kwa kadri ya kupeka nini, chakula, lakini ile present yako kama baba ndani ya maisha ya mtoto hakuna. Jua uwepo wa Mungu katika maisha ya ule mtoto atakapokuwa mkubwa pia hakuna, ita reflect kwake. Mapenzi yako, kuketi na wao, mpaka kutezana wao, mpaka kuwa ndio ile Mtume alikipiga maondo. Sheikh, sisi tutamwona mtu yeo amekuwa yeye takuteziwa tezema. Sheikh, utakavyokuwa personality yako utamshinda Mtume? Mtume alikuwa akiingia nyumbani, Mtume alikiuwata wapi? Alikipiga ondo. Sheikh, vijana umgoja wayukuu, baba ataka kupanda punda, wataka maungo. Imam Hassan na Hussein wataka maungo, Mtume alikiwata akipiga maondo, wakimpanda, haya twende, ndio shote. Simesikia ile riwaya siku moja alikuwa uswalisha jamaa msikitini, jamaa wakisujudu umgoja inuke, hainuki, umgoja inuke. Baadhi ya masahaba wanena mpaka tukaanza kupitwa na fikra, si amekufa, sio kadhaa, hainuki Mtume muda mrefu kwa kwenye sijda. Kisha alipoinuka, alipomaliza kuswalisha, wakamwendea wakamwambia, ya Rasulullah, nini? Akamwambia, wayukuu zangu walipanda yule maungo. Baba huyu swali huyu nini, walipoona ile nyumbani akipiga ondo wakati wa nini wakupanda, walipokuja kumdirika Mtume amesujudu, walifanya nini? Waliruka wakadanda yule maungo. Sikutaka kuwaudhi, subhanallah, sikutaka kuwaudhi, niliwasubiri mpaka wakashuka. Sisi tunataka kuetewa theory za kimagharibi, kutufundishwa haki za binadamu, haki za vijana. Jamani, haki za binadamu. Mfano mwingine aliwahi kuambia hapa, Mtume aswalisha siku moja msikitini, mara yaonekana spidi imeongezeka, si ada yake, sio umetolewa gavana kama zile tarawih za baadhi ya misikiti, sio jamani, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Ya Rasulullah, si kawaida yake kutuswalisha namna hii? Ni Mtume walipomaliza kuswali swala ya jamaa ya faradhi, wakamwendea, ya Rasulullah, nini? Asema, nilipokuwa naanza kuswalisha nimesikia sauti ya kijana mtoto ulia, na nina hakika mamake huko nyuma yangu yafanya nini, yuwaswali. Sikutaka kumcheleweshea mamake yule kijana, kwa hivyo ilibidi aongeze nini, aongezegea siku ile. Kama alikuwa usoma suratu Yasin, siku ile alipiga kwa kulu wallah na inna atainaka, kwa sababu ya nini? Ya kijana. Sasa ninachotaka kuwaambia nyinyi, hizi system za malezi msizidharau. Madonda mengi tunayoyatibu kwenye jamii na tunayoulizana leo tutayatibu vipi, ni athari za upungufu wa malezi yetu katika jamii. Na haya mkipata nafasi, yameandikwa Kiingereza, Kiarabu, somani siku hizi jamanini. Elimu siku hizi imezopewa kipaumbele, wasomi Waarabu na wakisekula na wanasihi sana. Elimu inaoshughulikiwa siku hizi ulimwenguni na inaotungiwa zitabu kwa mamia ni saikolojia ya nafsi, ya maradhi ya kinafsi, kwa sababu waitarajia ndiyo changamoto kubwa imekabili ulimwengu kuliko ukimwi, kuliko korona, kuliko kitu kingine chochote. Kuna takwimu Sheikh Hassan Safar mwaka jana alipokuwa yuwazungumza katika baadhi ya mihadhara, asema Saudia, Sheikh Hassan Safar, 20% waugua maradhi ya kinafsi.
Shekhe, 20% ni idadi kubwa sana. Population ya Saudia ni ngapi mathalan? Milioni 24, milioni 26 mathalan, sijui bidhabt yani, hapo ya. Fanya milioni 20, 20% unajua ni ngapi ya milioni 20? Ni 4 milioni. Watu milioni 4 waugua maradhi ya saikolojia. Ni namba ya hatari. Wapi tena? Saudia. Ukija kama nchi zisokuwa na dini kabisa, maanake kila mahala penye dini kidogo wanasema inapunguza. Kila mahala ambapo hakuna zile imani za kusubiri yamepangwa na Mungu tanitendea, kila zikikosekana imani zile, maradhi ya saikolojia yafanya nini? Yazidi. Nafikiri mmenielewa. Kwa hivyo wazazi lazima muwe na hudhur katika maisha ya vijana zenu, hususan mababa. Sio tu kuwanunulia nguo zaidi, kuwalipia fizi, kuwapekea chakula. Ahisi an yahissa alwaladu hudhura abihi fi hayatihi. Baba, kijana ahisi kwamba baba yuko ndani ya maisha yake, ndio kesho utaweza kumfanya ahisi Mungu yuko ndani ya maisha yake kwa ufahamu wake. Sifa nyingine ya sita sasa. Kwa hivyo tumenena ar-rabbaniya, al-alamiya, ash-shumul, at-takamul, al-wasatiya, sio kubalance. Ya sita al-waqi'iyya. Na hapa pia, kabla sijaieleza sifa hii, kuna suala la pili, na masuala mengine nitayajibu kesho. Kuna suala la pili pia tumeandikiwa, lakini pana haja kulijibu suala hili kufahamu haya. Huyo aloandika suala hili alianza na pale nilipokuwa nazungumza kwamba kazi ya mtumi ya kwanza ni kufasiri Qur'ani kimaneno, pili ni kuifasiri Qur'ani kimatendo, na kutupa sisi namudhaj, sample ya utekelezaji ambayo itatuonesha sisi yawezekana. Tunaelewa vizuri sana. Sasa huyo akatuandikia kwamba yeye imani yake aona hayawezekani kwa wasokuwa mitumi kupatikana mfumo kamili wa kimalezi vile unavyotakikana, sababu kila angaliapo watu hukosa. Hata wale wanazuoni wakubwa, hata wale mashekhe wakubwa, mara utakuja kuwapata wamefanya nini? Wametetea. Sasa swala lake ni hili, itakuwa hunu mfumo wenyewe tulioetewa wa kimalezi wa Kiislamu wenyewe haukubali kutekelezeka. Ni kama twafukuza kitu ambacho hakiwezekani. Kwa lugha ya waimbaji ni kama twataka kujenga nyumba angani. Ama mimi nina ufahamu gani wa makosa? Hapa ndio Sayyid Qutbi, wanazuoni kadha wa kadha wakaja wakaiweka fikra hii waqi'ia. Huyo aliouliza suala hili, na wako wengi kama yeye, tuna maradhi mamoya ambao hapa maradhi ya kinafsi. Tuna maradhi ya kuishi kwenye fikra za ndoto. Nawapa mfano. Shawahi kumuona barobaro ameweza kufika miaka 30 hayaoa? Shawahi kumuona barobaro huyo? Ukiketi naye ukimwambia kwa nini huyaoa, akakwambia siyapata mke wa kumuoa. Ukataka kumsaidia ukamwambia halanielezea sifa za huyo mke utakaye kumuoa, ukaketi na kalamu na karatasi jidia, ni wewe wataka kumsaidia. Akaanza kuziwanga ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka akimaliza ni hurul ain. Mpaka akimaliza zile sifa ni nani? Ni hurul ain. Upo vizuri sana. Sasa utamwambiaje? Ngoja akhira. Bas, ndio salia.
Sasa haya hayako kwenye ndoa tu, haya yako kwenye maisha yetu mingi, na ndio utakuta kila mtu hataki kufanya jambo, hataki kujiunga na watu kwa sababu yeye angoja kitu perfect katika hii dunia, na kila aoneshwacho lakini wale wana upungufu hunu, lakini wale wana upungufu hunu, au lakini tutangoja yasokuwa na upungufu ila yaumil qiyam. Sijui tumeelewana? Na lau ilikuwa Mungu ajua wanadamu waweza kutekeleza huu mfumo wa Qur'ani wasiwe na upungufu, hangetuwekea toba, hangetuwekea istighfari, hange mpaka mwisho hakungekuwa. Na ndio leo ana nikawaambia, almujtahidu idha asaba falahu ajrun wahid wa idha akhtaa, lakini idha asaba falahu ajrani, ana thawabu mbili, wa idha akhtaa falahu ajrun. Kwa nini? Kwa sababu upo uwezekano wa kukosa. Sijui tumeelewana vizuri sana? Kama kuna kitu cha kugawanya, ngojani mwanzo mpaka nimalize, maana matushawishi sasa hivi namna hiyo. Nitoa type. Tumeelewana jamani? Kwa hivyo masala ya perfect kama mtume, hiyo ni jamii ya malaika, si jamii ya nani? Ya binadamu. Na kama wewe wangoja kiongozi pia uko hivyo, subiri wapi? Peponi. Na ndio utakuta kila siku watu hawa kila endapo hutoka. Kwa sababu gani? Yeye hutafuta kitu katika hii dunia, hakuna. Hata ule mujtamai wa maswahaba na utakuta katika saikolojia hii pia moya imetupekea mpaka kutokubali saa nyingine sisi kuona baadhi ya mapungufu. Hata ule mujtamai bora ambao Mtume amesema khairul quruni qarni wa maswahaba, ulikuwa na mistake ndani, haukuwa kamili 100%. Wa ila utanambiaje kama ulikuwa kamili, atoke mtu ende amshike mtumi mashati kwenye zita, amwambia mtumi, wewe umegawanya kufanya uadilifu bwana? Hiyo ni jamii perfect hiyo? Katika jamii ile sikwambiwa walokuwa si Waislamu. Qur'ani yenyewe imetuambia kulikuwa wanafiki aina tatu. Kuna wayulikanao na kila mtu kama kina Abdullah bin Ubayya bin Salul. Kulikuwa kuna watu hawayui isipokuwa ni mtumi na mmoja katika wasiri wake Hudhaifa, sahaba. Kuna na wengine walikuwa hata mtumi hawayui. Wa min ahli almadinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Qur'an yamwambia mtu. So masala si masala lazima, na ndio utakuta Qur'ani na Uislamu imetuwekea al-amru bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Kwa nini? Kama watu hawakosi tunahitaji al-amru bil ma'rufi. Na ndio utakuta Uislamu umetuwekea mathalan ya an-nasiha, kunasihiana. Kwa nini tunasihiana? Kwa sababu twakosa. Sasa alwaqi'iyya, manhaji ya Kiislamu ni manhaji imekuja kumuongoza mwanadamu ikiamini ni mwanadamu ambaye khuliqal insanu dhaifa. Mwenye Qur'ani atuambia ni dhaifu. Jumla mumuonao aweza kuwa jabari, aweza kufika mahala ukamuona hulia kama kijana mtoto. Jumla umuonao ni jabari, waweza kumuona mahala ana weakness yake, huwezi kuamini. Jumla hadha huwa al-insan. Na manhaji ya Kiislamu imekuja kumlelea mwanadamu huyu mwenye mapungufu haya, lakini yaweza kubambanywa mapungufu, akatanganywa, akaingizwa na wenzake, wakawa wengi na wakaweza wakafikia kadiri fulani ya malengo. Wa ila kwa nadharia hii tukitaka perfect, waliyadhu billahi, tuweza kunena hata mtumi pia hakufikisha pale panapotakikana. Hakukuwa watu ni walallalina amin. Kwa nini kulipatikana kina Abu Lahab humpinga? Ilikuwa wasipatikane pia wale humpinga, lakini Mwenyezi Mungu atakutuonesha ni sunna ya maisha. Nabii Nuh alipingwa na nani? Na mane. Ndivyo maisha. Walipingwa na wake zao Luthi na nani? Na Nuh. Ndio sunna ya nini?
ya maisha. Kwa hivyo maana ya waqiia, narudia tena, ni kwamba Uislamu umekuja kumjua mwanadamu ni mwanadamu, kwamba Mungu amemuumba si malaika, ana shahawati, ana matamaniwa, ana mivutano ndani, huteleza, hushindwa mara nyingine na hawa, lakini imwendeme hivyo hivyo, yamuongoza na mpaka imweke katika ndia ya sawa na aweze kumakinika. Wa ila bila ya hivyo tutaketi kwenye alamul mithaliyat, ulimwengu wa ndoto. Kama mtu atakao mke kama hurul aini, kuna watu wataka jamii kama hurul aini, kuna watu wataka kiongozi shekhe kama hurul aini na kadha, na hakuna na hata mara nyingine wale tu wapendao walioko mbali, kwa sababu hatujaishi nao karibu. Ukiishi naye karibu utamuona naye pia ana mapungufu yake, na utakuta mara nyingi sisi binadamu kimaumbile twapenda kupenda wale tusotangamana nao, wale mashekhe wetu tupisha nao barabarani, kwa sababu watu waziona zile weakness zao, lakini wale wa mbali huwa twawaona kwenye kioo tu na mazuri yao. Ni kama wewe unavomuona Ronaldo anavoteza mpira, lakini umemuona anavoishi na mkewe? Umemuona anavoishi na wane? Umemuona anavoishi na watoto wake? Umemuona anavoishi na wafanyikazi wake kwenye kampuni yake? Hujamuona. Wewe humuona pale mpirani, na kwa sababu pale uko kwenye public, afanya mambo ya kuheshimu, akifanywa jambo akainama, akawainulia mkono, akawapa mabusu ya mbali, lakini pengine kule kazini akisalimiwa ajibu salama. Lakini wewe ulimpenda kwa sababu kile kioo peke yake. Na mashekhe pia, kuna mashekhe wazio peke yake. Sijui tumeelewana vizuri sana, kwa sababu wewe wamuona kiooni peke yake, uve koti, uve kandu, uve nini, kofia, lakini hujamuona ile life yake day anavyotangamana na watu. Na hapo ndipo mahala tofauti tunataka tupaone katika sifa za manhaji ya Qur'ani maizi. Alwudhu ya saba hiyo nataka nimaliza. Wazi vipi? Yani ni mambo ya kueleweka na kila mtu. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir, tumeisahilisha hii Qur'ani kwa ajili ya kuwedhea watu waweze kuwedheka. Kwa hivyo ndani hakuna matalasimu ya kifilosofi tofauti. Leo ukenda mimi na kitabu sasa yao na kisoma kuhusu chapter itakao kufuatia kuhusu malengo ya malezi, waqi'an ubidi saa nyingine mistari mitatu niirudie mara 4 mara 5 kumfahamu ule bwana hulenga wapi, alivyoisuka ile lugha kitaalamu na kielimu ya hali ya juu. Lakini Qur'ani kwambia lugha hiyo haitaki, tofauti na kusoma zitabu za falsafa na nini. Qur'ani imekuja na lugha sahali, tabani ya Kiarabu, lazima ujue lugha ya Kiarabu. Leo Qur'ani ikija kukuedhea, kukuambia uzuri wa ukweli, uzuri wa urongo, kila yuo Kiarabu akisoma ile aya ataifahamu. Sitaki kwenda kwenye nadharia za nini. Ndio hii ni alwudhu. Sifa ya 8, alyusru wasuhula, wepesi si wa kufahamu. Fahamu ni ile iliyopita, wepesi wa kutekeleza. Hakuna kitu kimeetwa katika Uislamu kitekelezwe kiko juu ya uwezo wa nani? Wa mwanadamu, ambao hawezi kukitekeleza. Hakuna. Ima katika asli ya tashrii' wanaoiita al-yusru al-asli, ile yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu awatakia nyinyi wepesi wala hawatakii nyinyi uzito. Hiyo inaitwa al-yusru al-asli, ya asili. Kuna na al-yusru ya kuzukia kwa yu. Asili ilikuwa si nzito kama kufunga mwezi wa Ramadhani. Si mzito kuufunga mwezi wa Ramadhani, lakini Mwenyezi Mungu atuhifadhi na maradhi. Mtu ameshikwa na maradhi ya sukari, hawezi kukosa chakula kwa muda
mrefu. Kwa hivyo kwake ni wepesi ama ni uzito? Kwake yeye saumu si wajibu tena. Na ndio utakuta leo kuna kitu kinaangusha ahkamu, kitu kidogo tu, mpaka ukisafiri safari ni mzito, punguza, swali raka 2. Ukisafiri safari ni mzito, waweza kufanya nini? Kufungua, ima kwa wale wanenao lazima kufungua, ama kwa wale wanenao ni khiyar, lakini ni nini? Ni yusr, ni isqat. Mtu mzima amekuwa mzee, hawezi tena kufunga, toa fidia. Mama ana mimba, ni ngumu kwake kuvumilia mambo yale, usifunge. Utakapokuzaa, utakapokutua, utafanya nini? Utalipa. Mimi nawapa mifano ya rahisi, na hii yaingia kila mahali. La yuridu Allahu bikumul yusra, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. La, katika aya nyingine, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Hizi zote zatuonesha sifa ya wepesi. Sifa nyingine bado 2, nimalize haraka haraka. Al-ijabia. Na maanisha nini al-ijabia? Si maana ya salbi, si kinyume cha salbi. Al-ijabia na maanisha hapa wanasema al-faalia. Qur'ani yataka watu wa kufanya, haitaki watu wa kunena. Sijui tumeelewana vizuri sana. Yataka watu wa kufanya. Hatuwezi kubadilisha jamii ya watu 30,000 ikiwa wanenao ni 30,000, wafanyao ni watu 10. Hakuwezi kupatikana mabadiliko. Qur'ani yataka kila Muislamu awe ni udhun ijabi fa'alun fil mujtama, awe ni kiungo mtenda kazi. Na ndio ikaja lima taquluna ma la tafalun. Qur'ani haijali chochote elimu na makaratasi yako, aya na thamani yoyote katika mizani ya Uislamu. Una PhD ngapi? Una master ngapi? Qur'ani yataka elimu ulionayo umeifanyia kazi kiasi gani. Na ndio ile au ilmin yuntafa'u bihi. Hakunena ilmu peke yake, angenena mwanadamu akifa zitaendelea kumfaa yeye ni nini? Moja ni elimu yake. Si elimu yake, ilmu yake inayoendelea kunufaisha, yani iliyofanyiwa kazi, ikaata wanafundi, ikaata zitabu, ikaata kadhaa. Kwa hivyo Qur'ani yataka tuwe ni a'dha'un fa'alin. Tunapotaka manhaj, ndio jana naona nini moja imetupwa kwenye mitandao, cartoon lakini ina mafundisho. Yasema mwalimu ameketi na wanafunzi university wengi, akauliza suala, ni nani atakao mageuzi? Watu wote wakafanya nini? Wakainua mkono. Akawaambia rudishani suala la pili, ni nani ataanza mageuzi? Yani nani ataanza kubadilika yeye? Hakuinuka hata mkono mmoja. Kwa hivyo si masala twataka mabadiliko, twataka kuiokoa amu, twataka sijui kadhaa amu. Wewe umeanza wapi kubadilika? Ikiwa wewe bado pale pale wazungumza hatuna viongozi, tunataka mabadiliko, mara kumwambia mtu kuna msimamiaji mmoja mwambia kwani anazo senti ustadi? Mwambia hapati. Sasa kisha wewe unaenda kutaka mabadiliko, kwani amefanya nini? Kwani amenangalia wapi? Sasa reality yetu hatutaki nini? Mabadiliko. Tunataka kuyazungumza mabadiliko wapi? Mitandaoni na kwengineo. Na ndio ikaitwa hili ni al-ijabia al-amalia, yani al-faalia. Nafikiri sitoendelea sana sasa, kama mtaka kugawanya. Sitaendelea sana baada ya hapa insha Allah taala. Alikuwa mmebakisha jambo moja peke yake, lakini ni refu ambalo siwezi kulikamilisha kwa dakika 2. Insha Allah tutalikamilisha kesho. Nikitaka kesho nianze chapter ya 5 ambayo ni malengo ya malezi ya Qur'ani. Qur'ani ikiilea jamii yataka kuifikisha wapi? Insha Allah taala Mwenyezi Mungu atatujalia minal ladina
yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.